kumshauri kijana ni wetu, na unajua vijana pia damu yao inachemka si kama sisi. Wewe ni mtu umeona mbali. Wewe umetembea, umejionea mambo mengi. For the sake of the future of this kid, mimi ningekuomba tu mshikilie na hiyo imani yake, tumsomeshe. Wacha asome. This is the only chance you have kumlea mwanao, ambapo wewe sawa, sio lazima afuate imani yako, lakini una jukumu la kumsomesha mwanao. Lakini si akiwa kwa Uislamu. Akiwa wapi? Kama kwa Ukristo, hiyo nitashikilia. Lakini akiwa Muislamu, hiyo sitahusiana naye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tungependa utuambie majina yako. Kabla ya kuwa Muislamu ulikuwa unaitwa nani, na baada ya kuwa Muislamu unaitwa nani? Kisha nitakuuliza maswali. Kama si wakati nilikuwa Mkristo nilikuwa naitwa Hilary Ndolo. Sasa hivi wakati nilislimu nilipatiwa jina, sasa hivi naitwa jina kubwa sana. Jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimemfukuza mimi kitambo. Wakati niambia yeye anataka kuwa Muislamu. Akatoroka kaenda huko msikitini huko Kiritiri, Kavondoli. Ndio. Na sasa huyo shosho huyo huko hiyo msikitini wakunja na rafiki wake. Wakanielezea. Wakaniambia mimi kama mzazi wake nisiwe ni mpepe na nini na roho mbaya. Ndio. Sasa mimi nikamchukua kama mtoto, lakini nikamwachilia. Hawa anaenda kwa msikiti akiwa anatoka huko nyumbani. Kwa hivyo wewe uko sawa tu, mtoto aendelee kujifunza Uislamu. Si amejichagulia yeye dini yake, kwa sababu nimemjaribu kila kitu yote. Hawa anaenda kanisa nyingine ya ACK akakataa. Ndio. Kaniambia yeye ni Muislamu. Sawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ama ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu wapendwa watazamaji wa Straight Path Dawa. Mimi najulikana kama Ramadhan Kuria bin Kaguo, na tumetembea katika kaunti ya Embu. Nimetembea katika home county ya Bwana Abdul Karim wa Shalom, ama Abdul Karim Ngari. Zamani alikuwa akijulikana kama wa Shalom Mukorino wakati alikuwa ni mwimbaji. Lengo na madhumuni kufika hapa, tumekuja kutembelea familia pastor ambaye mwanawe wa kiume amekuwa Muislamu, na pastor akaona jambo hili limekuwa si jambo la kawaida, limemuumiza. Imekuwa ni kero kwa nyumba kukaliki. Mtoto anataka kusoma Uislamu, pastor huku naye anahubiri Kristo, kwamba Yesu ni Bwana, na huku kijana anasema Yesu ni mtume. Sasa imekuwa hawaelewani. Sasa huyu bwana hapa alikuwa ni msanii wa Injili, alikuwa ni mwimbaji, akaacha Uislamu, Ukristo, akawa Muislamu. Sasa huku kwa kuwa alikuwa akitembea huku mashinani, kwenye makanisa, kwenye matamasha, kwenye hafla mbalimbali, na alikuwa anafanya kazi ya MC na vile vile mwanamuziki. Wakaona huyu ndiye mtu anayefaa zaidi kuja kuulizwa maswali. Basi tulikuwa tu kwenye dawa zetu, nikamwambia kwa kuwa umepigiwa simu usiende peke yako, acha tuambatane, tukasaidiane, tumsemeshe pastor. Kwa hivyo labda unaweza kutueleza ilikuwa kuaje? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama vile Ustadh Ramadhan Kuria amewambia, naitwa Abdul Karim aka wa Shalom. Sasa ustadhi, na kwa sababu baba huyu kijana tumewahi kutana mara 2-3 hivi, kwa sababu pia yeye alikuwa mwanamuziki. Na kawaida pastor lazima akuwe nini? Pastor na mwanamuziki ni kitu kimoja tu. Na pia kwa mabiashara tumewahi kutana huko kwenye pirika hapa kule. Ndio. Sasa juzi amenipigia simu usiku. Naam. Kama vile umeeleza na tukaongea. Akaniambia kuna majina tulikuwa tunaitana, kwa sababu unajua watu wakiwa marafiki kuna vile tulikuwa tunaitana jamba kale. Sijui kwa Kiswahili tutawaeleza hiyo nayo ni jamba kale, yani
Unaona? Njamba ni shujaa. Njamba ni shujaa, ndio hivyo. Akaniambia, Njamba Kari, wewe ushakuwa Muislamu sasa, na kwa sababu naye kijana wangu amekuwa Muislamu. Na sasa hii mambo hatuyaelewi, ina maana kwanza kwa yale maneno aliniambia ni kama kwamba amekosana na mtoto wake. Kwa sababu yani kuna muda alikuwa amefukuzwa nyumbani. Sasa akaniambia nataka huyu kijana, kwa sababu yeye anataka kutafuta elimu ya dini. Anasema anataka kwenda madrasa na hata amekataa shule. Akaniambia yeye hayuko tayari kumlipia masomo asome kama yeye ni Muislamu. Lakini akiwa mikononi mwako, hivi ndivyo aliniambia. Akiwa mikononi mwako ama akiwa wewe sasa mikononi mwako. Kwa sababu wewe nakujua. I think nitakuwa sawa. Na huko mtoto atakuwa safe. Lakini mimi siwezi endelea kumsomesha mtoto akiwa Muislamu. Unaona? Ema awe Mkristo. Awe Mkristo, akirudi katika Ukristo babake yuko tayari kumlipia shule, lakini akiwa Muislamu hilo limekataliwa. Hiyo atasomeshwa na Washalom. Kwa hivyo sasa ikawa hivyo sasa. Unaona? Hiyo tukafunga safari nilikueleza, na alhamdulillah tumekuja tumempata kijana. Jambo lingine Shai, ukimsikia huyu kijana yale maneno wakati tulimpea salamu akaipokelea, ni mtu ako na Kiarabu, ni mtu amesoma Kiarabu kwenye simu. Ina maana alisilimu na kakaa chini ya maji. Yeye mwenyewe kijana kwanza, wakati niliongea naye simu, kwa sababu nilifanikiwa kupata namba yake, aliniambia hivyo, alisilimu akakaa chini ya maji, lakini kuna muda aliona ni vizuri aelezee wazazi wake, waambie yeye amekuwa Muislamu. Okay, alikuwa Muislamu kwanza akawa amejificha imani yake. Na hatua ya kwanza yenye ilifanyika after kusema ni Muislamu, kwanza alifukuzwa. Unaona? Tutaingia ndani, mambo tutayapata mengi ustadi. Mpendwa mtazamaji, inshallah ngoja tufike ndani kwa pasta, alafu mengi tutayasikia. Yes, Njamba Kari. Mambo vipi? Yes. Tumeingia. Kabisa. Ndio sisi hawa. Mimi naitwa Abdul Karim, mimi unanijua. Sawa Huyu anaitwa Sheikh Ramadhan Kuria bin Kaguo. Huyu ndiye mgeni kwako. Na tumekuja. Yes. Karibuni. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu wapendwa watazamaji Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu. Mimi najulikana kama Ramadhan Kuria bin Kaguo, na hapa tumeshafika katika maeneo ya tuko Mbere na huku ni Kiritiri. Kama tulivyokusha kueleza hapa awali, ni kwamba hapa tumekuja kutembelea ndugu yetu Muislamu ambaye yuko hapa pamoja nami, na tumekuja kwao kwa wazazi wake wawili ambao sio Waislamu. Na kidogo kumekuwa na mshike kimaandiko, kihoja baina yetu sisi Waislamu na wazazi ambao si Waislamu. Na haya ni mambo ambayo yanafanyika kila siku, na tunaelewa changamoto ya mtu akibadilisha dini, lazima kutakuwa na mvutano kidogo, kwa kuwa na wazazi nao wana imani yao, wanaipenda imani yao. Mtoto ametambua imani nyingine, ameikumbatia na anaipenda. Sasa hapa kunakuwa na mvutano. Lakini kilichotuleta hapa hasa ni kuzungumza na wazazi na kuwaelezea Uislamu ni nini, kwa kuwa walitafuta Waislamu ili angalau waje waseme na kijana. Kwanza ni kueleza Uislamu ni nini, tunaamini kitu gani, na vile vile kutetea kijana wetu ama mtoto wetu huyu wa Kiislamu kwa wazazi wake. Wasione kama ni mtu mbaya, wajaribu kumuelewa ameamini nini ama Uislamu ni kitu gani. Na vile vile kumpa moyo kijana wetu, kumpa nguvu na kumencourage asiache Uislamu, akae ngangari, lakini kikubwa ni kuheshimu wazazi wake. Na kwa sababu sisi tunaendelea na dawa, wazazi pia nao tunasema nao, na imani mpaka sasa hivi wameelewa kitu fulani au asilimia fulani kuhusiana na Uislamu, labda jambo ambalo walikuwa hawalijui, na sasa watakuwa wamelifahamu hata kama hawatakubali kulifuata. Kwanza wasalimia watazamaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tungependa utuambie majina yako
kabla ya kuwa Muislamu ulikuwa unaitwa nani, na baada ya kuwa Muislamu unaitwa nani? Kisha nitakuuliza maswali. Kama si wakati nilikuwa Mkristo nilikuwa naitwa Hilary Ndolo. Sasa hivi wakati nilislimu nilipatiwa jina, sasa hivi naitwa jina kubwa sana. Jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa unaitwa Muhammad? Naitwa Muhammad. Na hapa ni kwenu? Hapa sasa ni kwetu nyumbani. Kwa baba na mama? Kwa baba na mama ambao sio Waislamu. Na naona wamechemka sana. Naam. Lakini tunaendelea vizuri, tumesemezana nao vizuri tu. Kitu cha kwanza nimemwambia kijana, na wasiwasi ambao ama jambo ambalo lilikuwa limewakera wazazi sana, ni kwamba kijana alisema hataki tena kusoma shule, angependa kusoma madrasa, hataki mambo ya elimu ya dunia, hataka elimu ya dini. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Ni kweli. Hutaki tena kuendelea na shule? Nataka niingie madrasa, at least nisome dini. Vile. Lakini dini, kwa nini usipe pia elimu, ama unajua umri wako huu ndo wakati mzuri kwanza pia kujifunza elimu ya dunia. Naam. Huku ukiambatanisha na elimu ya dini, kwa sababu dini haijasema mtu asisome dunia. Naam. Na ndio maana leo utakuta katika Uislamu kuna mainjinia, wahandisi. Naam. Na ili uwe mhandisi lazima umepita shule, umesoma fizikia, umesoma nini hesabu. Si ni kweli? Naam. Ukiacha ile elimu ukaingia mtaani, huna certificate, huna diploma, huna degree, hivi maisha yako ya usoni unafikiria utaishi vipi? Sasa mimi hadi sasa nimekataa kusoma mambo ya dunia, hii masomo ya dunia. But sasa nilikuwa nataka nisome madrasa, at least nikuje kuelewa vile dini yangu zaidi. Sasa at least nikuje niwaelimishe wazazi wangu, wajue si ati nimeingia kwa dini mbaya, hadi mimi wajue, hadi wao waelewe kenye ambacho nimeelewa, nikuje niwaelimishe kidogo. Ukishawaelewesha hasa tena urudi uendelee na ile nyingine. Naweza endelea. Una uhakika ukionja maisha ya nje huko tena utarudi shule? Nitarudi shule but. Mimi nakushauri hivi. Naam. Mimi nakushauri, mimi nimesoma. Nimefika mpaka campus, nimesoma business management. Although nilisoma kabla sijakuwa Muislamu. Lakini wengi ambao wanasilimu leo, unless wamefukuzwa kwao wakawa hawana namna, wanasoma. Tunawashauri kusoma elimu ya dunia na dini. Kwa sababu hakuna pahali elimu ya dini na kuzuia kusoma dunia, wala elimu ya dunia ikuzuie kusoma dini yako. Na mpaka hapo najua ushajua baadhi ya Uislamu, basics za Uislamu unajua nguzo za Uislamu, nguzo za imani. Si ni kweli? Naam. Na unajua kuswali? Naam. Unajua kusoma Qur'ani? Sio, sijajua. Hujajua kusoma? Naam. Hata kidogo? Na hata suratul Fatiha hujui? Suratul Fatiha nimefanya tu kuhifadhi hivyo. Umehifadhi? Naam. Unaweza kuisoma? Unaweza soma. Soma. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Unajua kusali unasoma suratul Fatiha na kipande kingine chochote au kipengele chochote unachokijua katika Qur'an. Unaambiwa matayasara minal Qur'an, yani chochote ambacho hata kama ni aya 2 ama sura nyingine, swala lako itakuwa imeswihi. Kwa hivyo utaendelea kusoma dunia as long as wazazi they are willing to pay for your school fees. Naam. Lakini nikuhusie kuwaheshimu wazazi, na nimeshaongea na wao. Naam. Na nimekushauri, na ningependa hata nisome andiko, najua wako hapa wanasikiliza. Nitasoma maandiko mawili katika Qur'ani ili wazazi nao wasikie Qur'ani nasemaje kuhusiana na watoto wa Kiislamu. Nitasoma katika 17. Najua umewahi kuwasomea wazazi wako Qur'ani? Alikataa. Mnapelekeshana mbio tu. Hawataki kusikia.
hataki kusikia. Baba anasema ni ya mashetani, si ndio? Yeah. Baba mkali. Haya, tutaongea naye baadaye inshallah. Inasema hivi 17, sura inaitwa Bani Israeli. Hii ni Qurani. Inasema katika aya 23. Nasoma kwa tafsiri ambayo inaeleweka hapa lugha ya Kiswahili. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yoyote ila yeye tu. Kwa Kimbere sijui mnasemaje, lakini kwa lugha ya Kikumu naelewa, nasema dokana yena gayoge. Tiganie. 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 Kwa Kimbere mnasemaje? Ndukana oyaga iwe ndukana voyenga iwe ngetigagianie. Huku badala kusema H ni V ama sijui B. Ndukana voe. Si ndio? Naam. Ndukana hoe, wanasema ndukana voe. Okay, yani usimwabudu Mungu mwingine ila mimi. Kisha inaendelea kusema hivi, na ameagiza kuwafanyia wema mkubwa wazazi. Naam. Nasikia? Wa qadha rabbuka alla ta'budu ila iyahu wa bil walidaini ihsana. Yani usimwabudu mwingine ila Mwenyezi Mungu na kuwafanyia wema wazazi wawili. Qur'ani inaendelea kusema hivi, kama mmoja wao akifikia uzee, kama mzee wetu pale ajua ataendelea kuzeeka na Mungu akijalia akazeeka pamoja nawe, unatakiwa take care ya wazazi wako, wazee wako. Kama mmoja wao akifikia uzee naye yuko pamoja nawe au wote wawili, baba na mama, basi usiwaambie hata Nasikia? Naam. Eti mimi ni Muislamu mnaniambia nini? Qur'ani imesema hata usiseme si hata kuwarushia mikono, siji kuwatukana maneno makubwa, ile kusema kama unakereka usimuonyeshe mzazi, sawa? Naam. Wala usiwakemee, usimrushie maneno, usimjibize, usimkemee mzazi, na useme nao kwa msemo wa heshima kabisa. Hiyo ni Qur'ani imesema hivyo, baba. Mama anajua, ananielewa sana. Baba ni pastor Anafurahi. Ningependa sasa tusome katika sura nyingine, sura ya 31. Inaitwa Luqman. 31 Luqmani aya 14. Naam. Inasema hivi, baba sikiliza huko na mama msikilize, bado utakuja kuongea na nyinyi tena. Mwenyezi Mungu anasema, na tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia ihsani wazazi wake. Mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu, na kumnyonyesha na kuja kumwachisha kunyonya katika miaka 2, ya kwamba unishukuru mimi na wazazi wako, marejeo yenu ni kwangu. Kwa hivyo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru wazazi wako. Kumbuka mama yako amekubeba tumboni kwa dhiki, kurhan, yani Mwenyezi Mungu anasema ilikuwa ni dhiki. Unajua mama wakati amebeba mtoto tumboni anakuwa na mambo mengi, yani leo anaweza kuamua atakula mawe, ama hujaona wanatafuna mawe kina mama. Chenye kunuka vibaya wanasema kinanukia vizuri, chenye kunukia vizuri wanasema kinanuka vibaya. Yani inakuwa ni wanakuwa na asiji ni hormonal imbalance ama ni nini, mtatueleza hapo inshallah. Kwa hivyo tuko hapa Kiritiri kwa ajili ya mambo haya ambayo tumetangulia kuyasema. Na kijana, sijui kama umekubaliana na wazo langu kurudi shule na utakuwa unapata time ya kusoma dini. Sasa mimi ninaweza taka niende ile shule, naweza taka sasa hivi niende ni ile shule ambayo inasoma dini integrated. Inasoma dini na inasoma hii masomo mengine ya kidunia. Uko form kwa grade 10 sasa. Grade 10 hata hujafika ile nani grade 10, ni kama ilikuwa form 2, si ndio? Ya kizamani tulikuwa tunafika class 8 unaenda form 1, form 2, form 3, form 4. Siku hizi badala ya kwenda form 1 wakifika class 8 wanaingia grade 9 alafu 10.
Naam. Kwa hivyo wewe ni kama mtu wa form 2 ya zamani. Sasa inshallah tutaangalia kama tutaongea na wazazi. Sijui kama wazazi, acha niulize tu nje ya kamera hapa. Wewe shikilia tu hapo cameraman. Shikilia tu hapo. Mimi ningependa niulize baba kama ako willing. Baba, kijana anasema kama ni kuendelea na elimu hii ya kawaida. Shule tunazo sisi Waislamu ambayo inamfundisha dini na dunia kawaida tu, hii elimu kama ile ambayo anasoma sasa hivi. Lakini pia wanafundishwa kama vile nyinyi mnasoma CRE, kuna IRE, Islamic Religious Education. Uko tayari kuendelea kumlipia fee? Sisi tumemwomba arudi shule, aendelee na masomo, lakini nasema abadilishe shule. Uko tayari kumlipia? Wake alisema hataki shule tena. Mimi nimeongea naye, ndio maana tumekuja hapa. Anaweza pengine kuwa anaongea kwa saizi. Kwanza unatufanyia dhihaka ama ni kweli? Ni kweli, but sasa hivi mimi nimesema ile tu mimi nipelekwe shule ambayo inasoma tauhid, alafu na inasoma hii masomo mengine ya dunia. Inshallah nitarudi. Hivi hapa kijijini kwenu kuna Waislamu wengine? Wako. Kama wangapi? Sijui, but si wengi vile, but si wachache. Wako namba. Wako tu. Okay. Mimi nauliza tu, in case anasema ataendelea, wewe utamlipia? Sioni kama nitalipa pesa nyingine juu ya ile ameacha kule. Kwa hivyo kuna sehemu amelipiwa lakini ametoka. Umelipiwa fees lakini husomi sahi. Ilikuwa ya tamu wana. Kwani sasa tuko tamu? Tuko tamu tu sasa. Tamu tu imelipwa? Tamu tu bado haijalipwa. Baba, tamu tu vipi? Hiyo atajua hali yake. Si tutamrudisha? Si nimewapea nyinyi. Usitupatie, tunatuachia kwa sababu ya dini, lakini unajua na jukumu lako kama mzazi. Mambo yote ni yenu. Mambo yetu ni yetu. Kama mmemchukua kama mtoto wa Kiislamu, na mimi nimeosha mikono, acha mambo yote mchukue. Haya. Sasa tutaongea baba, tupata nafasi pia kusema naye inshallah. Na tumesikia upande wa kijana. Kijana anasema yuko ready lakini apate shule ambayo atasoma dunia na dini. Inshallah. Basi ile tutajaribu kuongea na ndugu zetu Waislamu, lakini ni mpaka baba mwenyewe kama amenawa mikono amesema hataki. Tutaona inshallah, Mungu atafanya njia kwa njia nyingine au moja. Basi mpendwa mtazamaji, sisi tunaendelea na dawa mashinani. Hapa tuko Kiritiri kama nilivyokusha kukueleza, ni katika kaunti ya Embu. Ni interior kidogo kama unavyoona mazingira yake, lakini mkisikia dawa mashinani ndio hii sasa. Na vile vile pamoja na kusilimisha kunakuwa na changamoto za dawa. Sisi huyu sijui alisilimu vipi. Hebu tuambie ulisilimu vipi, maana sio sisi tumemsilimisha. Nini kilikupelekea kusilimu? Mimi tu niliamua kilifanya mimi nisilimu. Ni vile tu nilikuwa nasikiza mashekh vile hotuba vile inatolewa sometimes. Nasikia hadithi. Sijui alikuwa Sheikh Ahmed. Sheikh Ahmed ndiye alifanya nisilimu. Wapi? Sheikh Ahmed. Sasa kuna TikTok ile kwa simu, alafu na ile kusikiza. Vile anasema. Sheikh Ahmed nani? Mimi ndio tu ka Sheikh Ahmed. Naam. Okay. Sasa hivi, alafu sasa ndo nikaenda msikitini nikasilimu. Hivyo sasa nikawa Muislamu. Hapa kwenu umezaliwa watoto wangapi? Hapa kwetu tumezaliwa watu 6. Watoto 6? Watoto 6. Wewe namba ngapi? Mimi namba 4. Kwa hivyo baada yako kuna wawili? Baada yake kuna wawili. Naam. Wote wa kiume au mix? Wote wa kiume. Boys? Naam. Na katika hao boys wote ni wewe tu umeamua kuwa Muislamu? Naam. Hao wengine wanasemaje? Hao wengine tu hadi mimi siji hadi hao. Sasa hadi kuna hao hawakai huku. Umewahi kuambia kuhusu Uislamu? Mmoja tu nimeongea naye.
Huyu ambaye yuko hapa? Ambaye yuko hapa sasa. Sasa una namba ngapi? Wewe sasa huyu ndo namfuata Wewe namba 3. Unaonaje brother yako amepotea ama kwa sawa? Usiogope baba, usiogope mama. Wewe sema tu. Mimi naogopa mimi. Mimi bangu. Maamuzi ni yake. Lakini unaona ina make sense. Yale maneno tumeongea hapa, msikizaji na mtazamaji, tumeongea I think for the last 2 hours. Maandiko nini, lakini tukasema hatuta rekodi. Wacha kwanza tuongee, mambo ni ya kifamilia. Unajua mambo mengine sio kila kitu tunatoa nje. Kwa hivyo tumeongea sana. Katika yale ambayo tumezungumza, hakuna yale unaona Uislamu una make sense kwako? Kuna wengine unaona ina make sense. Wengine bado wangu ina make sense. Kama nini? Hebu sogea hapa. Njoo hapa ndo tuongee vizuri. Njoo tu, usiogope. Come here. Come closer. Kaa tu hapa. Mdogo wako huyu ameamua kuwa Muislamu. Hebu mshikie maiki atuambie. Kwanza sio vibaya atuambie na jina. Hata kama kuna swali wewe utatuuliza tu. Hebu chukua hiyo. Tuambie jina lako. Weka hapo kwa mdomo. Kwa majina hapo. Kwa majina mimi naitwa Lewis Macharia. Mwenzangu hapa ni ndugu yangu. Na yeye ameamua kuwa Muislamu. Na wewe unasemaje vile amekuwa Muislamu? Labda kuna tabia alikuwa anafanya mbaya, amebadilika, au ndo amekuwa mbaya? Bado yake ameamua kuwa Muislamu. Na tabia zingine bado hajabadilisha. Na kuna zingine bado amebadilisha. Okay. Kwa hivyo ataendelea kubadilika polepole. Sasa umesema katika mafunzo ambayo tulikuwa tunafundisha hapa, kuna mengine unaona yana make sense ama ni mazuri? Kuna yenye nasikia bado mazuri. Na ingine bado ninja pendekezo kuingia. Kama gani? Mambaya ama mazuri? Mazuri ni gani? Mazuri ni eti ananiambianga Uislamu hakunanga chuki. Unakuanga togetherness. Ndio. Haya, na ile mbaya ni gani? Mbaya mimi ni eti Pengine tu mambaya ni eti ni fununu, but mimi kwangu sitasema. Sisi yale ambao tumesema hapa, ni yapi umeona mabaya? Wenye nimesema hapa, ni hakuna yenye nimeona mabaya. Yote nimeona ni mazuri. Tumetoa maandiko. Lakini baba ambaye ni pastor ndo kidogo anapinga, si ndio? Ameamua kupinga. Kukosanji kwa kupinga na kukubali. Sawa. Kwa hivyo wewe bado hujaamua kuwa Muislamu? Mimi hapo bado siwezi kuwa Muislamu. Nini kinakuzuia? Sio kitu kinanizuia, but mimi sitaipenda. Kimimi ndio dini, bado sitaipenda. Na kwani unampenda Yesu? Hivi ukimwangalia Yesu unafikiri alikuwa na dini gani? Dini? Hapo na huwa nachanganyikiwa juu. Baba anasema huko pembeni eti Yesu hakuwa na dini. Wewe una dini? Mimi? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Na mimi ni Muislamu, dini yangu. Ndio. Na Yesu hana dini kulingana na baba. Yesu alikuwa na ya Yesu hiyo nayo. Siwezi eleza poa hiyo nayo. Hujui. Waendelea kujifunza. Unajua lengo si kuja kufarikisha familia. Lengo ni kusemezana na watu, kuelewana. Ili baba aelewe huyu kijana anasimamia msimamo upi, kwa sababu kuna vijana wengi wameingia katika Uislamu wakiwa wamedanganywa, wanaingizwa kwenye makundi tofauti na imani ya Kiislamu. Watu wanachukulia amekuwa sijui hivi na vile, Waislamu wanafundisha hivi na Uislamu ni tabia njema. Uislamu ni kuheshimiana, ni kukaa vizuri na watu. Unanisikia kaka? Uislamu ni kufundisha tabia njema, heshima na upendo. Kwa hivyo hatutaki kusikia kijana amejiunga na makundi ya sijui ya nini, uhalifu.
Na kama una tabia ambazo zilikuwa ni mbovu hapo mbeleni, sasa ushakuwa Muislamu, unatakiwa uwe mtu mwema, uwe kioo cha jamii ama kwa jamii, watu waone matendo yako mazuri mpaka waupende Uislamu. Hata baba mwenyewe aseme yenyewe, kijana wangu hata kama mimi sio Muislamu, lakini tabia zake sasa zimekuwa nzuri. Isipokuwa baba anasema umemkataa Yesu. Muislamu amkatai Yesu. Isipokuwa Uislamu unakufundisha kumpenda na kumheshimu Yesu. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji, huyu ni Macharia na ndugu yake hapa anaitwa Muhammad. Sasa tutatafuta nafasi tuongee na baba, na yeye atuambie mtazamo wake. Ameamua vipi kuhusiana na kijana? Maana kijana yuko ngangari, anasema hakuna kurudi nyuma. Anasema forward ever, backward never. Sasa ni haki yake kwanza, kidini, kiimani na kikatiba. Katiba ya Kenya inaruhusu mtu kubadilisha dini. Leo ukiamua unabatizwa, unabatizwa. Katiba ya Kenya imekuruhusu. Na hata Mwenyezi Mungu pia ametoa hiari, amempa mwanadamu hiari, lakini akakuonesha njia. Hii ndio njia. Na hata tunasoma kwenye kitabu cha Wakristo, Yesu alisema kuna njia mbili. Moja ambao ni nyembamba na nyingine ni pana. Nyembamba yani imefinyika kidogo kwa sababu lazima ujibane. Uachane na matamanio ya dunia. Uachane na starehe hizi za kidunia ambazo hazina maana yoyote. Upite, ujipinde mpaka ufike uzimani. Lakini asema hii pana ambayo haina sheria, haina lolote, mwisho wake ni kuzimu. Kwa hivyo njia ziko mbili. Mwenyezi Mungu anasema ametuongoza katika njia mbili. Anakuambia hii ni ya haki na ingine ni ya batili. Kwa hivyo ni wewe mwanadamu uamue. Unataka kwenda peponi, fuata Siratul Mustaqim, njia iliyonyooka, kama ilivyokuwa channel yetu Siratul Mustaqim. Hapa mambo yamenyooka inshallah. Au amue kufuata njia ambayo imepinda ambayo ina riba, ina rushwa, ina uchafu wa kila aina wa shetani ibilisi, kisha mwisho wake uende motoni. Usije ukasema Mungu alikuchukia. Basi mimi sitaki kusema mengi. Inshallah tunakuombea na wewe pia Mungu akuongoze, akuoneshe Uislamu kuwa ni haki. Basi itakuwa ni fursa nzuri ya kusema na baba kwa njia fupi inshallah. Nashukuru sana. Naam, hapa tuko na mama, na unajua wamama wako na huruma sana. Wakati mwingine wazee wanakuwa wakali, lakini wamama nao wana huruma sana. Mama, amani ya Mungu pamoja nawe. Pasta anarusha maneno. Pasta, hapa tuko na mama. Mama, unasemaje? Amani ya Mungu pamoja nawe. Pia nini? Naomba weke kipaza sauti hapo karibu na mdomo. Amani ya Mungu pamoja nawe. Pia nani? Asante. Unasemaje kuhusu kijana wako amebadilisha dini? Jambo hilo wewe umelichukulia vipi? Mimi la kusema, nasema ni yeye tu amejichagulia. Na mimi sina nini. Yani nilikuwa nimemfukuza mimi kitambo. Wakati aliniambia yeye anataka kuwa Muislamu. Akatoroka akaenda huko msikitini huko Kiritiri, Kabondoli. Ndio. Na sasa huyo shosho huyo huko hiyo msikitini wakunja na rafiki wake. Wakanielezea. Wakaniambia mimi kama mzazi wake nisiwe nimpepe na nini na roho mbaya. Ndio. Sasa mimi nikamchukua kama mtoto, lakini nikamwachilia. Hawa anaenda kwa msikitini akiwa anatoka huko nyumbani. Kwa hivyo wewe uko sawa tu, mtoto aendelee kujifunza Uislamu. Si ni amejichagulia yeye dini yake, kwa sababu nimemjaribu kila kitu yote. Hawa anaenda kanisa nyingine ya ACK akakataa. Ndio. Akaniambia yeye ni Muislamu. Sawa. Na sasa wewe mama, wewe unaweza kumsomesha mtoto, maana baba naona kama ako na uzito. Yeye amesema hataki kusoma hii nini. Yeye amekubali. Sio umekubali utasoma. Lakini si ati anasema anataka hii nini, hii madarasa inaitwa nini? Kwa mfano amekubali kurudi shule, masomo ya kawaida ya dunia, lakini msimlazimishe kuwa Mkristo. Wewe uko tayari kumsomesha? Mimi si njamlazimisha awe Mkristo. Sawa, wewe unasemaje? Utamsomesha? Baba amekataa, wewe utamsomesha? Si ni yeye amekataa, yeye wa kwanza.
badala babake akatae. Kijana tumekuja, tumefunga safari kutoka mbali sana. Nimetoka Nairobi mpaka hapa. Anasema yeye shule ile anataka niwe inakuwa na hiyo nini masomo ya hii ingine na hii ingine, hii ya madarasa na hiyo ingine. Nayo ni boarding school. Na mimi sina hiyo nguvu. Lakini si unaweza changia kile unaweza, na tuangalie na sisi tunaweza nini kuchangia hapo. Kijana asome. Ameniambia yeye kwa sababu ametoka mahali nilikuwa nimemulisia mimi shule. Akaniambia yeye atatafuta sponsor, nikataa kumsomeza ndipo asome Mandinia na hiyo ingine ya nini? Hiyo ingine. Okay, na kijana ukiendelea na ile shule huko saizi wa kusomesha uko sawa? Hataki amesha akataa kitambo. Unajua ufai kuonesha jeuri kwa wazazi pia. Kama anaweza kusomesha hii CBC nini? Ni heri usome, alafu ukimaliza ama ukiwa umefunga shule unaenda kusoma madrasa. Tutakupeleka madrasa holidays. Unasoma madrasa, shule ikifunguliwa unarudi. Hapo vipi? Lakini nimekwambia ina umuhimu sana. Ina umuhimu. Hebu angalia maisha ya watu ambao pia hawajaipitia, wewe uniambie tu. Kwa sasa hali tuliokuwa nayo saa hizi. Wewe angalia tu dunia inavyoenda. Uniambie mtu ambaye hana certificate yoyote. Nimeongea na yeye hiyo maneno yote, nimemwambia maneno yote. Mtu ambaye ana certificate ni bure, hata ukisoma hiyo madarasa ama inaitwa nini, nikamwambia ina nini. Kwa sababu Mungu pia anataka watu ambao wana elimu. Nimekwambia hapa tuna watu wa nyanja tofauti katika maisha haya. Kuna watu wa taaluma mbalimbali, madaktari nimekwambia, kuna wahandisi, kuna wafanyabiashara. Hata hiyo dini kusomesha pia nataka pia uwe umesoma hata psychology, at least unasomesha watoto Uislamu. Ukiwa shule kule unasoma lugha kama ni Kiingereza, Kiarabu, haijakuzuia. Kwa mfano saizi umehifadhi. Kuna watoto wamehifadhi saizi Qur'an. 7 years akona Qur'an nzima kwa kichwa. Lakini ule mtoto bado anasoma hii elimu nyingine. Na wewe ulianza. Sasa kwa nini uachie katikati? Alafu tena uende, tena urudi. Unasemaje? Hebu shika hii maiki. Mama anasema hana shida, sio kama vile baba. Baba unajua msimamo wake ni mkali. Baba kukusomesha wewe ni uwe Mkristo. Na wewe unataka kuwa Muislamu. Mama anasema hana shida. Kama utaendelea na kusoma elimu ya kawaida, hajakwambia uwe Mkristo. Wewe uko tayari wakulipie, mama labda anaweza kubambanya kivyake. Uko tayari kusoma elimu ya dunia na tukifunga shule, ama ukifunga shule unaenda kusoma Uislamu? Naomba unijibu na hii. Jibu tu, sema. Maana tu hiyo kitu bado sidhani. Mimi nataka tu ni combine zote mbili. Kai nataka nisome hii ya dunia. Combine zote mbili. Some Qur'an na nisome ingine ya dunia. Anasema tu hivyo. Anasema tu nataka sote mbili, shule ya sote mbili. Hataki kusoma hii mnaita dunia ikiwa peke yake, anachukua nataka sote sikiwa combination. Nayo ni boarding school. Mimi nikamwambia mimi sina hiyo nini. Una uwezo wa kumsomesha boarding? Pana. Lakini si unaweza kuongea na baba, maana wewe ndiye unaweza kumshawishi baba vizuri. Mumsomeshe tu. Namna nyinyi kwa sababu ikiwa mko na uwezo wa kumsomesha nini, kwa sababu baba hawezi akaitikia. Na najua hivyo nini mjue vile mtamfanya. Kwa sababu ni mmoja wenu. Sasa mtoto wa pastor ameleta balaa. Sasa pastor. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, tunaendelea na kusemezana na sasa tuko na babake Muhammad. Na ningependa
Baba, uwaze kutufahamisha jina lako, angalau tujue babake Muhammad anaitwa nani? Mimi naitwa Geoffrey Jero. Hiyo ingine ni gani? Labda una cheo kanisani, pastor, nabii, mtumishi? Mimi ni mtumishi. Wewe ni mtumishi wa Bwana Kabisa. na unamtumikia Mungu na Yesu ama Yesu? Namtumikia Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu. Na Yesu naye anamtumikia Mungu Kabisa. Ni chaini. Na mamlaka yote iko chini ya Yesu. Okay, hiyo ni imani ya mzee. Kwa hivyo amesema Njeru. Njero. Asante sana. Sisi ni Waislamu na kama walivyokuwa nasikiliza mahojiano na kijana na tumesemezana, bila shaka mzee tumesema naye sana. Like I think 2 hours tumekaa hapa tunasema naye. Imani yako kwa Yesu na imani ya kijana ukilinganisha unaionaje? Kijana anasema Yesu ni mtume na wao wanasema Yesu ni Mungu. Hiyo ni kupotea, amepotea. Maana Yesu ndio alilete ufalme wa mbinguni hapa duniani. Yes. Yaani ukisema ufalme, na tumeshatoa maandiko mengi, Yesu alinasema alikuja kuhubiria watu kuhusiana na ufalme, watu waache dhambi, watu watubu. Shida iko wapi wakati kijana naye anafuata vile vile mafundisho ya Qur'ani ambayo anasema watu waache dhambi na kutubu? Kwa maana Muhammad ako upande na hiyo. Kivipi? Maana ukisoma hii Qur'ani pia inasema watu watubu, waache dhambi. Na kutubu, Waislamu wanatubu kweli? Wanatubu. Hivi nataka wewe uone Waislamu wanavyosali kila siku misikitini, wanasali kuliko Wakristo. Kusali hiyo ni mtindo. Na kwenu sio mtindo? Si mtindo, si lazima uende kwa msikiti ama uende kwa kanisa. Maana Mungu ni roho. Na mahali popote unaweza omba. Hata ukiwa kwa njia unaweza omba. Waislamu pia wanaomba popote. Unajua kuna tofauti ya kusali na kuomba. Yote ni sawa, yote ni maombi. Okay, sasa unasemaje kuhusu kijana? Maana tuende kwenye swali la msingi kuhusiana na elimu ya kijana. Umetuita hapa kwa sababu kijana amekataa shule. Alikataa shule na akasema nataka kuendelea na Uislamu. Na wao kasema kama ikifikia hapo humtaki tena, mambo ya huwezi kumlipia tena shule. Kabisa. Kwa nini? Alikataa. Amekataa kusoma. Amekataa kusoma, akasema elewi na chochote na naona hakuna kitu kitamsaidia kwa shule. Na vile tumejaribu kuongea naye, chochote kile kinahusiana na shule, mambo ya shule, hakuna chochote kitakacho msaidia kwa maisha yake. Unajua anaweza kuongea hivyo, bado kijana mdogo huyu. Bado ni kijana mdogo, labda mambo mengi hajui. Na vile tumesema naye, mimi acha niseme mimi kama mzazi nimejaribu kuongea naye na najua umuhimu wa kusoma. Najua umuhimu wa elimu, na katika Uislamu nimempa mfano. Tuko na madokta Waislamu, tuko na mainjinia Waislamu, tuko na pilots Waislamu. Hawa wote wamepata kazi hizi kwa sababu walisoma. Walikaa darasani, wakamsikiliza mwalimu, wakaheshimu wazazi wao, wakawa na adabu, wakawa na discipline, mpaka hapo wamefika ndo wakawa qualified. Na tuko na so many professions katika dunia hii ambazo zinahitaji mtu kusoma. Kabisa. Sasa kijana akikataa masomo atakuwa mtu bure. Elimu ya dini ni sawa, ni muhimu, lakini inataka iambatane na elimu ya dunia. Kwa sababu hata kama unataka kuwa shehe, unataka kuwa imamu wa msikiti, ni vyema pia ukawa uko na profession, uko na taaluma ama tajriba. Ima uwe ni daktari, lakini pia unaweza kuongoza dini. Ima wewe ni mwanabiashara, lakini pia uwe ni mwanabiashara anayejua dini. Kwa sababu pia biashara katika dini imefundishwa, kuna namna ya kufanya biashara. Mambo mengi sana yanapelekana na elimu hii ambayo imewekwa, mfumo huu wa elimu ambao tuko nao. Hata katika Uislamu. Uislamu unahamasisha watu kutafuta elimu kabisa. Je, kijana akikubali kurudi shule, utamlipia? Hapo italingana. Na sio basi.
Italingana. Anasema kulingana na sio kwa basi. Italingana vile ataendelea. Lakini usimlazimishe kwenda kanisani. Kanisani imemlazimisha lakini amekataa. Huwezi lazimisha mtu imani. Si ni wangu. Ya, lakini moyo roho ni yake. Lazima nimhubirie Kristo. Kumhubiria una uhuru wa kumhubiria. Lakini na yeye kijana naona amejanjaruka na mapema, amesema ai, wanamwambia Yesu ni Mungu. Nikupotea amepotea. Wanasema Yesu ni Mungu. Si ndio? Yesu ni Mungu. Na wanamtumikia Yesu. Kabisa. Lakini bado utaniambia Yesu alikufa siku 3. Alikufa juu ya dhambi za watu. Hata sisi na tatizo na kama ni dhambi au ilikuwa ni ajali. Alikufa na akafufuka. Kwa hivyo Mungu alikufa. Si ndio? Yesu ndiye aliyeumba watu. Yesu ako na majina mengi. Yeye ndiye aliumba watu. Nakuambia Yesu ako na majina mengi. Si yeye aliumba, ni Baba. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye hakuumba. Kuna Mungu Baba, Mwana na Roho. Kwa hivyo huyu Mungu Yesu hajaumba. Mungu Yesu. Yesu aliumbwa na Mungu. Kwa hivyo Yesu ni kiumbe cha Mungu kabisa. Kwa hivyo wewe unaabudu kiumbe cha Mungu. Kama mamlaka yote alipewa na Mungu, lazima ni uabudu kiumbe. Uabudu. Si kiumbe. Si umesema ameumbwa na Mungu. Kwa saizi ndiye ako na mamlaka yote. Ni sawa, lakini hapo mwanzo ameumbwa na nani? Hapo mwanzo ukambadilishwa. Aliumbwa na Mungu. Alikuja hapa kama kiumbe cha Mungu ndiye azaliwe. Kwa hivyo Yesu ni kiumbe cha Mungu kabisa. Na hivyo ndivyo Uislamu unavyosema. Sasa wewe unamwabudu Yesu na Mungu pia. Na Mungu pia. Kwa hivyo unaabudu kiumbe cha Mungu pamoja na Mungu kabisa. Wawili. Na Roho Mtakatifu. Watatu kabisa. Lakini ukisoma Mathayo 4:10 Yesu anasema, anamwambia shetani, nenda zako, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Sawa? Hiyo ni kumaanisha nini? Si uko na Biblia? Nauliza hiyo ni kumaanisha nini? Inasema anayetakiwa kuabudiwa ni mmoja ambaye aliyemuumba Yesu, anastahili kukusudiwa na viumbe kwa kuombwa na kutegemewa ni huyo huyo. Ulikuwa wakati ule kabla anjapewa mamlaka ya kuombwa. Kwa hivyo kabla hajapewa mamlaka, alikienda juu, alishuka chini na mamlaka yote ya mbingu na dunia. Wakati Yesu alikuwa duniani, wanafunzi wake, wanafunzi walikuwa na maabudu nani? Walikuwa na maabudu Mungu, sio Yesu. Na wakati huo walikuwa wanafundishwa. Walifundishwa kumwabudu nani? Mungu. Kwa hivyo na saizi wewe kama ni mwanafunzi wa Yesu unatakiwa kumwabudu nani? Wote wawili. Sasa hapo ndo kijana anaona Yesu alisema wa kuabudiwa ni mmoja. Akaangalia baba akasema, "Ai baba, hapana. Baba anaabudu wawili." Hivi leo ukitaka kumpa, ama Mungu akitaka kuonyesha utukufu wake na Yesu anataka kuonyesha utukufu wake, itawezekana? Nini? Mungu na Yesu wakawa na utukufu sawa? Hawako na utukufu sawa, lakini kwa saizi Mungu amepatia Yesu yani utukufu wote wake. Mungu ana utukufu kwa saizi. Mungu, Kristo ndiye anatawala dunia na hata mbinguni. Lakini ukisoma kuna mtu alijawa na roho katika Matendo 7:55, Stefano akaona utukufu wa Mungu na Yesu ameketi mkono wa kuume. Yes. Ameketi ama amesimama sijui. Yoyote ile. Sasa kwa hivyo anastahili kuabudiwa ni Yesu na Mungu pamoja. Na mamlaka nimekwambia amepewa tayari ya kuabudiwa kabisa. Kwa andiko lipi? Matthew 28:18. Akaja kwao akasema nao akamwambia, tazama nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani kabisa. Enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza. Sasa hiyo haijasema wamwabudu, ni kubatiza tu. Na mamlaka ni ya nini? Mamlaka sinaambiwa mpaka ya kutoa pepo kabisa, kuponya wagonjwa, kufufua wafu. Yote ile. Wewe umewahi kuona mfu amefufuka? Sorry? Wewe umewahi kushuhudia huku pastor amefufua mtu amekufa? Kabisa. Nani? Wengi. Wakiwa kaburini wakaenda wakafufuka. Si ati kaburini. Mochari. Si ati mochari. Wapi? Hata pale. Na anafufuka kabisa. Mtu amekufa, pastor akamfufua.
Miracles never, they did not disappear. Unaweza nitembeza kwa mmoja aliyekuwa amekufa tu mmoja. Saa hizi ukitaka nitakutembesha. Inshallah tutatembezwa kwa mtu ambaye alikuwa amekufa. Alikuwa amekaa muda gani labda? Alikuwa mtoto. Mtoto. Sasa huyo alikuwa labda na kifafa ama mezirai, alafu mnasema alikuwa amekufa. Mimi nataka ama koma. Unajua kuna tofauti ya koma na kufa. Yote ile unaweza sema. Mimi nataka hivi. Yesu alikuwa anaenda kaburini. Anasema inuka. Mtu anainuka. Ni lazima mtu aende kaburini. Ama mochari amewekwa kwa friji. Kama mwezi ama wiki akamguza akainuka. Hiyo ni kama ile maandiko ilikuwa unasoma. Yesu alikataa na kufanya nini? Miujiza. Maana kama za hizi ni kujaribu. Alikuwa anajaribiwa. Kasema ile miujiza mtakayoshuhudia ni ile ya Jona. Unajua Yesu anasema pia mtakunywa sumu. Sasa vile naweza kukuhesabu ni kama vile Yesu alijaribu. Kama vile Yesu alikuwa anaambiwa. Anajaribu. Lakini wewe unaona mzee mzuri, alafu sasa kwa nini usikue Muislamu brother? Siwezi. Na Yesu ni Muislamu. Nipotee. Yesu si Muislamu. Unajua Uislamu manake unyenyekevu. Yesu hakuwa na dini. Asiyekuwa na dini anaitwa. Yesu alikuwa na ufalme wa mbinguni. Hakuwa na dini. Mtu asiyekuwa na dini anaitwaje? Asiyekuwa na dini? Kwani kuna dini haitakupeleka mbinguni. Lakini dini simefundishwa. Dini haitakupeleka mbinguni. Kwa andiko lipi? Kile tunacho ni holiness. Kama uko na holiness, mbinguni utaona. Utasemaje Mungu amepeana mamlaka kwa mtu mwingine alafu bado uko na holiness? Burudia. Useme Mungu aliyekuumba wewe anastahili kuabudiwa, amepeana mamlaka yake kwa mwingine, sasa mumwabudu mwingine badala ya Mungu. Unajua maandiko inasema vile unavyofikiria si kama vile Mungu anavyofikiria. Mawazo ya Mungu ni tofauti na yetu. Ni tofauti. Sasa ni kama unataka kujua more about God. Sema tumtafute. Unamtafuta lakini huwezi hata kama ni kwa kumpapasa papasa. Huwezi kufika kiwango yake. Lakini amesema tumtafute. Utamtafuta lakini utafikia kiwango yake. Kiwango ya Mungu ni vipi? Juu zaidi. Juu mahali huwezi fika. Ndio maana tunasema Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ni mkubwa zaidi. Kisha tunasema yeye ni adhim, ni mkuu. Endelea tu. Tunasema subhanahu wa ta'ala, ametukuka. Ako juu sana kuliko kila kitu katika utukufu wake. Kabisa. Lakini sasa huyo Mungu ananiambia ametukuka sana, unasema hapana, alipeana mamlaka yote kwa Yesu. Amepeana. Amebaki na nini? Maandiko inasema hivyo. Sasa alibaki na nini? Alibaki na nini? Si anangojea atafutiwe, aletewe. Mungu ndiye achukue mamlaka tena. Kwa hivyo saizi hana mamlaka. Saizi mamlaka amepeana. Hana. Ako na mamlaka lakini saizi kuna yule anatumikia yule. Sasa nani mkuu kati ya Yesu kwa kuwa na mamlaka yote? Mungu ndiye mkuu. Bila mamlaka. Mungu ndiye mkuu, ni vile amepeana hiyo kazi ya kusema mkuu wa majeshi hana mamlaka, amepeana kwa nani? Kwa... mambo ya dunia si ya mbinguni. Kuna tofauti ya dunia na mambo ya mbinguni. Sasa uzilete ya mbinguni na hapa chini. Lakini tunaambiwa wakati wa kusali Yesu anasema, anaambia wanafunzi, msalipo semeni hivi, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama yalivyo mbinguni. Lakini tukiangalia katika maandiko, malaika kule mbinguni wanamsujudia Mwenyezi Mungu na kumwabudu, sawa? Wanamwangukia, wanamsujudia. Vipi mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani? Inafanyika juu ya wakati unaomba ile nguvu ishuke. Ile inatumika kule mbinguni. Nguvu ya nani? Ya Mungu. Sio Yesu. Si amepeana tayari? Yesu amepeana kwa Mungu au Mungu amepeana kwa Yesu? Mungu amepeana kwa kiumbe chake. Na ule utawala sasa unaotawala huko mbinguni. Ndio unaomba uingie hapa. Tukimalizia. Kwa hivyo wewe unafundisha watoto wako kwamba wanafaa kumwabudu Yesu. Yesu na Mungu wawili. Yes. Na amri ya kwanza ya Musa inasema usiwe na miungu mingine. Kulikuwa wakati wa Musa na wakati wa Yesu. Okay. Kwa hivyo wakati wa Musa alikuwa anaabudu Mungu mmoja. Hata saa hizi tunaabudu Mungu mmoja.
na kiumbe chake Yesu. Yes. Wawili. Maana ndiye ataye correct kila kitu kimfikie baba yake. Okay. Labda kuna andiko lolote unaweza kuwatolea wanao uambie Yesu anasema mniabudu? Kwa saizi sitoi andiko lolote. Hakuna andiko. Liko, lakini kwa saizi sitoi. Kwamba mniabudu. Nuku tu tutasoma baadaye. Labda baadaye. Okay, baadaye atatoa andiko. Pia kuna andiko linasema Yesu ni Mungu. Yeye mwenyewe amesema mimi ni Mungu. Kama kuna andiko linasema wanaoabudu Mungu hiyo Kiswahili inapotea. Ni Mungu mdogo yeyote yule. Sisi ni miungu. Hii miungu midogo. Hii miungu midogo inafaa kuabudiwa. Inaabudiwa namna gani? Ni kama vile wewe ni mtoto wa mtu mwingine. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Sawa. Lakini Mungu hazai. Mungu hazai, anazaa namna gani? Anaumba. Ndio maana akamuumba Yesu. Ndio. Hapo sasa unakaribia kuwa Muislamu kama kijana wako. Siwezi karibia. Naona hiyo imani kwamba Mungu alimuumba Yesu, hiyo ni imani ya Kiislamu. Hiyo ni imani ya Wakristo. Ya Wakristo wanasema for God so loved the world that he gave his only begotten son. Begotten manake ni aliyezaliwa. Begotten son. Hiyo ni kuelewa kwako, ni vibaya. Umeelewa vibaya. Okay, hii kuabudu Yesu ilianza lini? Nikuulize. Adamu alikuwa nini? Kiumbe cha Mungu. Kiumbe. Hakuwa mwana wa Mungu. Hapana. Hapana. Hakuwa mwana wa Mungu. Na sisi ni tukiwa duniani tunakuwa wana wa nini? Wa Adamu. Wa Adamu. Si wana wa Mungu. Ndio maana tunaitwa wanadamu. Wanadamu. Naye yule amezaliwa Kikristo ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo mnaitwa wa Mungu kabisa, sio wanadamu. Yoyote ile unaweza sema yoyote ile. Yesu mwenyewe anasema anajiita mwana wa Adam. Yesu anajiita mwana wa Adam. Wapi huko? Ukisoma katika Yohana 1:48 mpaka 50 nasema mtaona mambo makubwa kuliko haya. Mtaziona mbingu zimefunuka na malaika wa Mungu akikwenda kushuka juu ya mwana wa Adam. Hata pia amejiita mwana wa Daudi. Ndio. Kwingine akasema mwana wa Adam alikuja akila na kunywa, wakasema ni mlafi na mlevi. Na pia amejiita mwana wa Mungu. Wapi? Wapi? Mimi Yesu mwana wa Mungu. Labda ukunje siku nyingine nitakuelezea hiyo yote. Asante sana. Saa inakimbia. Masaa yameenda. Mambo ni mengi lakini masaa ni machache. Kwa hivyo nashukuru kwanza kutukaribisha hapa nyumbani. Lakini mimi nakushauri kijana ni wetu, na unajua vijana pia damu yao inachemka si kama sisi. Wewe ni mtu umeona mbali. Wewe umetembea, umejionea mambo mengi. For the sake of the future of this kid, mimi ningekuomba tu mshikilie na hiyo imani yake, tumsomeshe. Wacha asome. This is the only chance you have kumlea mwanao, ambapo wewe sawa, sio lazima afuate imani yako, lakini una jukumu la kumsomesha mwanao. Lakini si akiwa kwa Uislamu. Akiwa wapi? Kama kwa Ukristo, hiyo nitashikilia. Lakini akiwa Muislamu, hiyo sitahusiana nayo. Utamwacha? Umwachia Waislamu kabisa. Hiyo nimekataa. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni Uislamu? Hapana, nimekataa. Kabisa. Kwani nimetenganishwa na Mungu? Wewe sasa ukimkataa mwanao, pia hapo utakuwa umejitenga na upendo wa Yesu. Hata Mungu anamkataa yule amemkataa. Huyu hajamkataa Mungu. Amemkataa. Kama umekataa Kristo, umekataa Mungu. Hakuna Muislamu anamkataa Kristo. Kristo manake kwa Kiyunani ama Kigiriki ni mpakwa mafuta wa Mungu. Naye ameenda kwa Uislamu ule, mimi siamini wanaabudu Mungu. Wewe ndio uamini kwa sababu hujausoma Uislamu. Nimeusoma. Unajua aya ngapi za Qur'an? Si aya ngapi? Kama umjui Kristo. Na Yesu ni Muislamu mwenzetu kwanza. Hakuna, Yesu si Muislamu. Hiyo nimekataa. Right. Mpendwa mtazamaji, hapa amejaribu juu chini, lakini sasa naona mzee amekuwa ngangari, anasimama na msimamo wake, anasema kama kijana atarudi kwa Ukristo atamsomesha. Kama kijana hataki kuacha Uislamu, basi
amewachia Waislamu. Mimi na imani kijana atasoma inshallah. Atasoma tu. Na atakuja kuwa shekhe mkubwa na atakuja kukusaidia wewe. Na atakuja kupiga dawa vizuri, alafu utamkubali na utafuata huko. Ya nini? Ya Kiislamu? Labda niende niwe sina akili. Basi siku hiyo utakuwa una akili. Na itakuwa hiyo siku. Hiyo mpaka utakubali inshallah. Hiyo siku haitakuwa. Hiyo haitakuwa. Lakini mimi naona wewe ni pastor kabisa. Sasa pastor vipi ukose kumsaidia? Kwa mfano, kwa hivyo huwezi kumlisha Muislamu sababu hajaamini imani yako. Kuna kulisha na kuna ile mambo ingine yani kama mnasikizana. Vile unaweza kunilisha mimi ama kunipa maji ya kunywa kama Muislamu, mtu ambaye ana imani tofauti na yako. Ukiona wakienda pamoja, wako katika hali moja. Pastor. Si umsomeshe na alafu tuone baadaye. Akirundi mimi vile nimekwambia akirudi kwa Ukristo. Hiyo sikatai. Lakini yeye anajaribu kuangalia eti Mungu anakufa, hii haimuingia akilini. Ni vile elewi, ni mchanga elewi. Kwani hukumuelewesha tangu akiwa mdogo? Kama amekataa. Mungu amemchagua huyu. Biblia inaniambia shetani ni mwizi. Anakuja kuiba, kuharibu na kuua. Yes. Sasa huyu amehuishwa, hajakufa huyu. Na kama Mungu amemhuisha. Kama walikosana mbinguni, si hata hapa. Haya, mimi sina mengi. Inshallah endelea kufuatilia na dawa mashindano inaendelea. Tuko Embu County. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صديقي ابتسم فما أحلى تبسمنا وما أحلاه ما أحلى وما أسمى هناك تبسما منا. Pastor Joe, basi nawe pia usalimia hapa. Uislamu sio wadui. Uislamu sio wadui. Hata wewe kazi yako iko. Size yako iko. Kama hii. والأنسام والسحر هناك النهر والأشجار والثمر وكم في بسمة